katika mchezo huu, kwa sababu ya viingilio vyake, tunaamini vishoka wengi sana wataibuka, watanunua tiketi kwa wingi, alafu waje wawabagaze watu siku ya mechi. We are very much sure, sababu kiingilio ni bei nzuri. Mtu mwenye milioni 10 yake hashindi kununua tiketi nyingi hapa, alafu siku ya mechi tiketi itakayouzwa kwa bei ndogo akakupiga kwa bei kubwa. Huo utakuwa ni msiba wa kujitakia, na msiba wa kujitakia hauna kilio. Nunua tiketi yako sasa. Lakini kwenye kudhibiti hilo, tumezungumza na wenzetu wa NCAD, tuangalie namna sahihi ya kuwauzia watu. Anakuja mtu anataka tiketi 500, huyo mtu anapeleka wapi tiketi 500? Sababu hata kama anakuja kununua tiketi za tawi haziwezi kufika 500. Hakuna tawi lolote lenye mashabiki ama wanachama 500 ama 400 ama 300 ama 200. Hakuna tawi hilo. Kwa mtu wa namna hiyo akija, ni dhahiri shahidi ya kwamba huyo ni kishoka. Lazima uangalie utaratibu sahihi ya kumdhibiti ili asije kuwaumiza mashabiki katika mechi yetu ya tarehe 3. Na kuambia hilo, sizungumzi kutoka angani, nazungumza kutoka kwenye vyanzo vya kiushahidi. Yuko mtu jana alitaka kununua tiketi, nikikutajia capacity ya tiketi alizotaka kununua ni 1/3 ya uwanja. Alitaka kununua tiketi hizo, anakwenda kupeleka wapi hatujui, anakwenda kuuza hatujui, anakwenda kugaia mashabiki wa timu yake hatujui. Sasa lazima tuwe very standby mashabiki, na hii ni kwa mashabiki wa timu zote mbili. Hatutaki hata shabiki wa timu nyingine ambaye anakuja kucheza na sisi tiketi ya 5,000 akauziwa 40,000. Tusingependa kuona hiyo inatokea. Kama sisi tungekuwa na hiyo shauku ya hiyo fedha, ni sisi ndo tungeuza kwa bei hiyo, ili hiyo hela iingie kwenye vyanzo vya klabu, ende vikawanufaisha wakina Shomari Kapombe huko. Lakini tumeweka bei nzuri ili kila mtu aweze kumudu, na nimetoa mfano huu ili kila mtu atambue vita iliyopo kwenye ununuzi wa hii tiketi, na tuache maneno, twende kwenye utekelezaji wa kununua hizi tiketi kwa vitendo. Baada kusema hivyo, kiingilio cha chini kabisa katika mchezo huu ambao ni eneo la mzunguko ni shilingi 15,000. Ukijumlisha na shilingi 2,000 ya kadi, maana yake mzunguko ni shilingi 17,000. VIPB ni shilingi 30,000. Ukijumlisha na 2,000 ya kadi, kwa ambaye hana kadi ni shilingi 32,000, na VIPA ni shilingi 50,000, sawa na shilingi 52,000. Hivyo ndiyo viingilio vyetu katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby, na napozungumza nanyi hivi sasa rasmi tiketi zimeanza kuuzwa. Mzunguko katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo itakuwa ni nyuma ya magori. Yale majukwaa ya nyuma ya magori ndio eneo la mzunguko. Jukwaa hili la upande huu wa kaskazini, tayari jukwaa lilikuwa limeshajengwa. Kwa ukarabati unaendelea pale kwa ajili ya kuweka sehemu ya kukalia. Hadi kufika Jumapili kutakuwa kumekamilika, watu watakaa katika jukwaa lile kwenye raha mustarehe kweli kweli, kwa shilingi 15,000 tu babangu. Na jukwaa upande wa pili huku wa kusini kulikuwa hakuna jukwaa, lakini napozungumza nawe hivi sasa, jeshi letu la kujenga taifa JKT wapo kazini kwa masaa 24 bila kulala wala kupumzika. Wanafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kukamilisha jukwaa hilo, ili mashabiki wapate sehemu ya kukalia kusini mwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwa shilingi 15,000 pekee. VIPB, unapoingia uwanja wa Meja Samuyo, ule upande wa pili ambao unaangalia dressing rooms,
unaangalia sehemu ambayo wanatokea wachezaji, ile ndiyo VIPB yetu. Kwa lugha nyepesi, kwa wale mashabiki wa Simba, ile sehemu ambayo wanakaa wapiga ngoma kwa maana ya faida na timu yake, ile ndiyo VIPB yetu siku ya tarehe 3. Huko nyuma ama mechi nyingine, hii VIPB huwa inakuwa ni mzunguko, lakini kwenye mechi hii VIPB itakuwa ni shilingi 30,000. VIPA ni huku pembeni, ukishaingia uwanja wa Meja Isamuhyo, pale chini wanapotoka wachezaji, ili shavu la kushoto na shavu la kulia, yale ndiyo VIPA, na pale ni shilingi 30,000, ni shilingi 50,000. Viingilio viko vya aina 3 pekee, na mwenye dhamira, mwenye nia ya kwenda uwanjani, basi aende akanunue tiketi yake sasa. Lakini nitoe tahadhari moja ya msingi: kama hautakuwa na tiketi siku ya tarehe 3, yani umekosa tiketi, tafadhali usikanyage Meja Jenerali Isamuhyo. Ile sio Benjamin Mkapa. Hauna tiketi, unakuja nje uwanja unazengea. Na kuna mwingine anatoka nyumbani kwake hana tiketi, anakuja na redio, anakaa nje Benjamin Mkapa anasikiliza. Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni is not for such kind of people. Yani watu wasiokuwa na tiketi wasikanyage Meja Jenerali Isamuhyo. Na niwakumbushe tu, eneo lile lote jumlisha uwanja ule wote uko chini ya JKT. Kwa kama utakuja pale ukawa unambwala nje uwanja, majuto sio mjukuu. Asante sana. Kama sina niishie moja. Kama huna tiketi Tabata usivuke au Mbagala usivuke, kaa mbali. Azam TV itakusaidia kukuletea mubashara matangazo, lakini Meja Isamuhyo sio yani ile kuanzia Kunduchi, ile huna tiketi Kunduchi usiguse. Au kama unatoka Bagamoyo mwisho wako Mapinga, huku usiingie kabisa kama huna tiketi.